390 kutoka eneo bunge la Njoro, kaunti ya Nakuru hii leo wanapewa ufadhili wa karo kupitia hazina ya fedha za ustawishaji wa maeneo bunge NG-CDF ya kima cha shilingi milioni 70, ikiwa afueni kwa wanafunzi hao wanaotoka shule za upili, vyuo vya anuai na vyuo vikuu. Evans Asiba tayari ashaungana nao, nitakatungana naye moja kwa moja ili mwanzo tupate wanafunzi wenyewe wanasemaje baada ya safari hiyo katika siku hii ya leo, na pia vile vile jamii inalipi la kusema. Evans Asiba. Naam, asante sana Rashid. Nimesema ni hakika kwamba tulipo ni katika eneo bunge la Njoro, ambapo hii leo wanafunzi hao zaidi ya 14,000 watakuwa wenye kupata msaada huo kupitia hazina hiyo CDF. Na mtazamaji, tunaomba radhi kwa itilafu hiyo. Tutakuwa tunarudi kwake Evans Asiba tukishasawazisha mitambo. Na waziri wa maji Eric Mugaa amewataka wakuu wa mashirika ya maji nchini kushirikiana na serikali za ugatuzi wakati wanabuni mikakati ya mipango yao ili kuwa na lengo moja la maendeleo kuhusu huduma ya maji kwenye kaunti husika. Waziri Mugaa alisema serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 12 katika sekta ya majani kaskazini mashariki ili kutatua ukosefu wa maji eneo hilo kupitia uchimbaji wa visima. Alitoa changamoto kwa mkurugenzi wa mashirika ya maji kuanzisha miradi iliyo na manufaa kwa wenyeji na pia thamani kwa uwekezaji. Akizindua mpango wa shirika la maendeleo la maji kaskazini mashariki mjini Garissa, Waziri Mugaa aliwataka wakurugenzi wakuu wa mashirika mengine ya wizara hiyo kufuata utaratibu uliowekwa kisheria ili kubuni mipango. Did we walk those steps? Were the county governments invited and involved? How come then? How come then a vital resource for the people of the northeastern Kenya, because these are the needy counties, 6 of them, where water is more critical than ever, we are still having friction between the agency and the county government? There is an audit report that came recently from the National Audit Office looking at the water infrastructure in the region. And the verdict is that we have invested in small water pans that end up not being sustainable because they fill with silt very quickly. So I think as we roll out this strategic plan that we have today, I want to urge the agency, I want to urge the stakeholders, I want to urge the counties here that we need now to relook at that aspect so that we can invest in more sustainable projects. Na mtazamaji, turudi katika eneo bunge la Njoro ambapo Evans Asiba yuko tayari kushuhudia ule upewaji wa karo kupitia ufadhili wa NG-CDF. Evans Asiba, tueleze mengi kutokana na shughuli inayoendelea ambayo itafaidi wanafunzi 14,390. Naam, Rashid, uliyosema ni hakika kwamba hapa ni katika kaunti ya Nakuru, eneo bunge la Njoro. Kabla hitilafu za mtambo nilikuwa nasema kwa pengine hii leo wanafunzi zaidi ya 14,000 watakuwa wenye kupata msaada huo karo, lakini moja kwa moja acha nimhusishe mbunge wa eneo hili. Pengine tu mheshimiwa, ukianza kwa kutuambia umuhimu wa mpango kama huu ni upi kwa wazazi na vile vile tu wakazi wa eneo bunge hili. Asante sana. Kwanza ni kuwashukuru wote. Leo ni siku yetu ya maana sana Njoro constituency, sababu hii ni ile siku ambayo tumeweza kutenga pesa zaidi ya 70 million Kenya shillings sababu ya masomo tofauti. Na leo hii pia unaona tumepeleka zile tunaitanga short courses, na tuko wale watoto tunalipia mashule ya boarding, kuna day schools, kuna colleges, kuna universities. Tuko pia na TVET yetu hapa Njoro constituency. Sasa yetu tumeweka masomo kwanza, sababu tunajua wakati ule tumeweza kusomesha mtoto ama tumeweza kuempower youth ama mama ama mzee, inatusaidia yule atarudi tena mashinani kujisaidia. Sasa leo hii tumefurahia sana sababu tunajua walimu wengi na mashule mingi wanaenda kupata, na wengi wamepata pesa za wale watoto ambao tumeweza kutengea hizo pesa, na ndio maana unakuta leo hii tumeungana constituency mzima. Hii ndio ile biggest population tumeweza kupea pesa mingi sana za bursaries for
14 million. Mara nyingi tunapeananga 8 to 10 million, lakini raundi tuliweza kuweka kubwa sana sababu kati ya constituencies 290 Njoro constituency iko na population kubwa sana na niko na mashule mengi sana, na saa hizi vile kuna challenges mingi Kenya mzima. Wazazi wetu wengi wamepitia challenge mingi sana, na ndio maana tukaonelea tuhakikishe watoto wale hawajiwezi wajitokeleze. Na pia ninashukuru sana wakati huu ndio tumeweza pia kusaidiwa kupata watoto wengi sana, pia wale walemavu, wale tunaitanga special people, na pia wale watoto mayatima pia wengi wameweza kufaidika siku ya leo. Sasa sisi leo hii kama Njoro constituency tuko hapa tuhakikishe, wakati tulisema Kenya kwanza tukiongezwa na President William Samoei Ruto na tukasema yetu ni kufanya kazi, hiyo ndio tunafanya. Na ninawashukuru kila wakati mko na sisi. Hebu pengine tuambie tu kidogo, tumeona miaka ya awali Januari mngekuwa tayari mshapatiana hizi pesa, lakini kumekuwa na mvutano ya uhalali wa kutumia pesa hizi kwa NG-CDF. Ikaona pengine kuna wale wanafunzi ambao wamekuwa katika njia panda wakose kupata zile hela za kulipiwa karo kwa wakati ufao. Ni mwito gani ulionao kuhusiana na swala nzima la mvutano wa NG-CDF? Kusema ukweli na washukuru pia sababu wakati ule mwingine pia mlikuja na mkajua zile challenges tumeweza kupitia Kenya mzima. Pale watu walikuwa wanafutania hizi pesa yetu ya CDF, lakini ukitembea Kenya mzima yote utakuta kazi ile imefanyika na CDF ni kubwa sana, na tumeweza kupitia challenges sana. Hii pesa ingekuwa imefaidi watu by January, February, March hapo, lakini kumeweza pia kuwa na delay kubwa sana, na pia Ministry of Treasury kidogo kulikuwa na delay kubwa sana, lakini tunataka tushukuru sababu sasa hii pesa imeanza kuwa disbursed. Ndio maana unaona constituency yangu sasa hizi apart from hii project unaona hapa niko na project zingine zaidi ya 40 zile zinaendelea, na pia zingine zile ziko complete. Sasa yetu sasa ni kuchapa kazi. Sisi tunasema hapa hakuna kelele, ni kufanya kazi. Hiyo ndio kazi yetu, ndio maana unaona watu wote wa Njoro wako na furaha hapa leo hii. Yes. Haya basi, Rashid mliosikia pamoja na mtazamaji wetu huyo ni mbunge eneo hili kwa jina Charity Kadhambi akituambia kiufasaha hali ambayo tuseme tu kwamba kile ambacho tunatarajia katika shughuli hii nzima ya wanafunzi hawa watakao kuwa wakipata karo ya kuhakikisha kwamba pengine wamesalia shuleni na wamepata nafasi ya kujifunza. Kutoka kaunti ya Nakuru tutakuwa tukielekea mapumzikoni ili tupate pengine mapumziko kidogo kabla ya Rashid kuendeleza mazungumzo haya leo. Mimi Evans Asiba, twende mapumzikoni.